asifiwe. Basi kabla sijaongea chochote, nimekuja na mzee, ningeomba nisalimie, alafu niendelee. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kabisa. Naomba nisalimie lakini wale ambao hata ni tamsha familia. Wacha naitwa Amos Kizo kwa sababu mboka Yesu ni Bwana. Ndiye nyuma yangu ni Pastor George Karani, nampenda sana. Ni yao Bwana asifiwe. Huyu ni mzee wa nguvu, na bila unavyomuona kwa siku za kuhesabu, hajui hata kitanda chake kiko wapi ama kiko nyumbani, hajui hata kama mattress ipo, maana tulikuwa mafichoni. Wazee wote walikuwa mafichoni kwa maombi, na tumetoka huko saa 10 moja kwa moja kanisani. So hatujui ni wazee na wamejitoa. Huyu akiwa ni mmoja kabisa, na atajua nyumba yake vile inaendelea jioni. Saa 10 tulikuwa tunarudi kanisani kutoka mafichoni, maana niliwaambia hata wale wengine walichukua ruhusa kutoka kazini ili waende. Niliwaambia ulimwengu huu tunapigana na falme na mamlaka, hatupigana vita vya mwili, tunapigana na falme na mamlaka. Bwana asifiwe. Na jinsi wanavyoendelea kuingia kwa maombi na kulia sana, hiyo iwe nafanyika. Wiki iliyopita wakaona paka ameingia kanisani, wakaachana naye. Jumapili wakiingia amekufa, wakachukua wakatupa. Bwana asifiwe. Kuonekana ya kwamba kuna falme na mamlaka ambayo tunahitaji kuivunja na kuharibu. Mama mwingine akaja akasema, sasa mimi naona mapepo, nyumba yangu hailaliki, sijui ina nini. Kamwambia watakaje? Anasema mimi nataka kuona mtu ambaye anatatiza. Kamwambia sasa utamuona. Siku 3 baadaye akaona mtu yuko mlangoni, anataka aongee naye, akageuka panya akakimbia. Kamwambia wataka tufanyeje sasa? Alikuwa rudi kabisa. Kamwambia acha tuombe, sasa tumemalizana naye. So wakati tunapokaa katika hizi nguvu, falme na mamlaka, Mungu anaweza kufanya mambo makubwa, maana hatupigani mwili, tunapigana na roho. Bwana asifiwe. Ndio maana hawa ni wazee wa nguvu. Nikiamini hata huko mambo yanaendelea. Baada ya asubuhi ilikuwa fire, watu wameendelea kumjua Mungu, nikijua ya kwamba sina wasiwasi, maana mambo yanaendelea. Bwana asifiwe. Sitakuwa mrefu, takuwa fupi sana. Nataka niongee juu ya kukubaliwa na Mungu. Kukubaliwa na Mungu. Nasoma katika kitabu cha Matendo mlango wa 10. Nasoma mstari wa 34 na mstari wa 35. Kitabu cha Matendo mlango wa 10 mstari wa 34 na mstari wa 35. Biblia inasema, Petro akafumbua kinywa chake akasema, hakika natambua kuwa Mungu hana upendeleo, bali katika kila taifa mtu amchaye na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Tuombe. Ninakushukuru Baba uliye mtakatifu, uliyeumba mbingu na nchi. Nalitukuza jina lako Baba, nalinua maana unastahili. Nenda Baba ukanene na watu wako mchana wa leo. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Bwana asifiwe. Nasema nataka kuongea juu ya kukubaliwa na Mungu. Tunapotazama hiyo mistari miwili, Biblia inasema ya kwamba Petro akafungua kinywa chake akanena, na tunaona yale maneno ambayo anayanena, maneno machache kabisa,
lakini ni maneno yenye uzito kubwa. Anasema wakati aliponena, akanena maneno haya ya kwamba ninatambua Mungu hana upendeleo, bali kwa kila mmoja anayemcha yeye Mungu na kutenda haki hukubaliwa na yeye. Bwana asifiwe. So kuna njia, tunapotazama haya maandiko, kuna njia ya mtu kukubaliwa na Mungu, kuna njia ya mtu kupendwa na Mungu. Si watu wote ambao wanaweza kuingia kanisani wakakubaliwa na Mungu. Si watu wote ambao wanaweza kutembea wakakubaliwa na Mungu. Lakini Mungu kuna mambo ambayo anayatazama ili akapate kumkubali mtu. Na Biblia inasema ya kwamba ili mtu akakubaliwe na Mungu, jambo la kwanza ni awe mcha Mungu. Bwana asifiwe. Huyo mtu ili akubaliwe ni mpaka kwanza awe mcha Mungu. Si mtu wa maovu, si mtu wa fitina, si mtu wa kuleta vita. Lakini anasema ili ukakubaliwe kwanza uwe unamcha yeye. Alafu anasema huyo mtu anapomcha Mungu awe bado ni mtu wa kutenda haki. Na anasema kwa njia hiyo Mungu hatakuacha. Anasema hana upendeleo. Kwa sababu wakati umemcha yeye, wakati unatenda haki, maandiko yanasema ya kwamba Mungu atakukubali. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini wakati unapoendelea kutenda maovu na kufanya mambo yako, Mungu kwa njia nyingine ni kwamba atakukataa. Na kama unataka ukubaliwe na Mungu kuanzia asubuhi ya leo, ni uanze kuchukua hatua ya kumcha yeye. Uanze kuchukua hatua ya kutenda haki. Na ni kwa njia gani unaweza kutenda haki ya Mungu? Ni kwamba wakati unaposimama ili utende haki, hutakuwa na yale mambo ambayo unayataja kuwa ya hofu, mambo ya machukizo. Mungu ameyakataa. Na kama ameyakataa, anasema ili akukubali wewe ni mpaka usimame ukimcha wewe na kutenda haki. Bwana asifiwe. Mungu hatamkubali mtu ambaye amekaa katika uzinzi. Maana uzinzi ni kutomcha na pia uzinzi ni kutofanya haki. So kuna mambo ambayo yanaweza kukusababishia usikubaliwe na Mungu. So kama unataka kukubaliwa na Mungu, ukiona hii njia haiko sawa, iache. Bwana asifiwe. Najua watu wengine wanaweza kuwa wamekaa kanisani, lakini kuna mambo ambayo wamekataa kuyaacha, wamekataa kufanya haki, na wanafanya mambo ya chukizo. Wakikaa watu wawili wameanza kusengenya, ni chukizo kwa Mungu. Maana Mungu hapendelei. Biblia imekataa kukaa katika masengenyo. Biblia imekataa kukaa katika uasi wa uzinzi. Biblia imekataa kukaa katika uongo. Biblia imekataa kukaa katika vita. Biblia imekataa kukaa katika mambo yale madogo madogo tunasema. Biblia imekwambia ili ukamche Mungu. Kuna siku ambazo pia ibada imepangwa ndani ya kanisa, na ni mpaka uingie katika ushirika, maana hiyo ni njia ya kumcha Mungu. Bwana asifiwe. Na kama mtu ameokoka na anasema anampenda Mungu sana, lakini wakati wa ibada, hata ile Jumapili ndio siku ambayo amekaa anasema nataka nifue nguo zangu za wiki nzima, na mtu huyo ndiye anatarajia muujiza kutoka kwa Mungu. Mungu anasema mimi sina upendeleo. Umekaa Jumatatu, umekaa Jumanne, umekaa Jumatano,
usiingie mapema, hiyo siku utaweza, maana unasema una mambo yako. Wakati nikiendelea kutafakari hili neno la Mungu, wale washirika kule niliwaambia, katika wale watu wanaong'ang'ana sana na wakati na kazi, hakuna mtu anatajirika. Yule anayetajirika ni yule anafanya kazi masaa machache, na wakati mwingine anapeana kwa Mungu. Bwana asifiwe. Yule anayefanya kazi masaa machache, lakini yule wakung'ang'ana usiku na mchana na Jumapili na Jumatatu na siku za ibada, sijaona kwa macho yako mmoja ametoboa na kazi. Sijaona. Maana inafanyika kwa sababu Mungu amekukataa. Na Mungu ndiye ambaye anaweza kubariki wanadamu. Baraka zote zinatoka kwa Mungu. Hakuna baraka za shortcut. Na anasema ile nikukubali, nipaka uniche nini na ukatende haki. Bwana Yesu asifiwe. Labda mnaweza kuwa na mtu ambaye anafanya kazi 24 hours ambaye amedrive, naweza kujua, lakini najua hakuna. Wale ambao wana drive gari kubwa wanafanya kazi masaa 4, 5, 8, washamaliza. Maana wakati mwingine ni wakati wa kumpa Mungu. Na bali na kumpa wakati wako huyo Mungu. Pia maandiko yanasema ili ukapate kuwa mtu wa haki, mpaka ukasimame katika huduma ya Mungu. Kwa matoleo. Unaposimama katika huduma ya Mungu, utakuwa unatenda haki, na Biblia inasema ya kwamba Mungu atakuacha, atakukubali. Bwana Yesu asifiwe. Mama mmoja, sijui kama hapa tunaweza kuona mama kama huyu, na ni mama mdhaifu kabisa. Hiyo mama akaniletea ng'ombe. Chungaji kwa hii ng'ombe. Kamwombea kumaliza. Mwaka jana ng'ombe nyingi zilikufa, yake haikufa pamoja. Mwaka huu zinakufa. Juzi alinipata akasema zangu zimenona, ile kundi nililopeana zile ng'ombe zangu, zile ng'ombe zimekufa, zimebaki zile zangu, anataka zitoe. Maana yule anayesimamia zake zimeisha. Kwa sababu unapotenda haki, Biblia inasema Mungu atakukubali. Sasa kwa kisa watu zimeisha. Tabu mwingine akaja akaniambia, chungaji, ng'ombe zangu zimekufa 11. Zilikuwa 15, sasa zimebaki, na kumwambia zibebe zilete Mombasa. Lakini yule mama hana haja ya kubeba. Zimekaa na anasema zimenona. Mpaka mimi ndio juzi kamwambia, basi kama ni nyingi, uza sehemu, weka pesa. Bali na zile chache zitaendelea kunawiri. Maana wewe Mungu atakuinua. Na ile siku alileta ile ng'ombe, ile family ilikuwa kama ni mapato makubwa, si zaidi ya 250. Walikuwa wanaishi kwa kupeseka. After that, hiyo family income yake si chini ya 60. Na sasa hao ndio wanatafuta kumekuwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu amemkubali, kwa sababu ya hatua ya kufanya haki. Na watu wengi wamekataa mambo ya Mungu. Hata unaweza kuwa kwa ibada wanaendelea kuchaji. Maana wanaona ya kwamba Mungu sio wewe kwako. Unaona kwamba yale mawasiliano unayofanya wakati wa ibada unayaona kwa muhimu zaidi ya Mungu. Biblia inasema ya kwamba Mungu atakukataa. Na kama unataka ukubaliwe kuanzia sasa, hebu anza kuchukua hatua. Wakati kuna ibada, chukua hatua. Bwana asifiwe. Kuna wazee wameenda kujaza lifu ili waende maombi. Wakajifiche. Hiyo ni haki. Na unajua katika huu ulimwengu, Biblia inasema ya kwamba kama hatutafanya haki, kama hatutamcha Mungu, maandiko yamesema wazi ya kwamba Mungu hata
kuangamia. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kusumbuliwa na mapepo. Maana Mungu anapokubali, hakuna pepo atakayekaribia. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna pepo atakayekaribia. Kama sasa niko shuhuda. Akasema nyumba yangu imejaa panya mpaka pesa zinaenda. Kamwambia tuombe. Siku ya 3 ulipata wangapi huko nyuma wamekufa? Amepata panya 17. Kwa sababu gani? Wakati unapotenda haki, wamekufa wamelala huko nyuma. Wakati unapotenda haki, Mungu anakubali. Najua Mungu hataki mambo mengi, sijui mambo yale wanafanya. Hata hana na mambo mengi. Anataka ukamtii. Anataka ukafanye haki. Wakati unapofanya haki, Biblia inasema ya kwamba Mungu atatembea na wewe. Bwana asifiwe. Wewe hata una time umejaa time pale nyumbani. Hata iko hapa, uendelea na shughuli zako. Wafanya kusema niombee, nina shughuli nyingi. Lakini Mungu mwenyewe akasema, siku 6 amekupa wewe ufanye kazi. Na si kwamba usifanyie kazi masaa yote. Ametenga hata masaa ya usiku. Siku 6 fanya kazi, siku ya 7 njoo Mungu. Kama baba kanisani. Sema nje. Na kama siku itaisha, hapa. Na wakati unapoendelea kusimama katika misingi ya Mungu, nataka niwaambie ya kwamba wakati Mungu anapokuona na kukubali, ile shida ambayo unapitia itakoma. Bwana asifiwe. Yale matatizo ambayo uko nayo yataisha. Utakuwa mtu wa matatizo na mtu wa kuomba kila siku. Utakuwa mtu wa kulia magonjwa kila siku. Utakuwa mtu wa kulia kwa sababu huna mahali kwa kulala. Mungu anapeana kila kitu wakati unaposimama katika haki. Yale mambo madogo hebu yake. Bwana asifiwe. Yule msichana ambaye anatembea naye mwache. Yule mvulana anayetembea naye mwache. Kama unataka kumwona Mungu, ile hasina ulio nayo, hebu acha hasina yako ukamkumbuke Mungu. Maana hiyo ndio haki ambayo Mungu anataka. Bwana asifiwe. Anasema hakuna anayemcha Mungu na kufanya haki ambaye hatakubaliwa. Haijalishi ni kabila gani, haijalishi ni mtu wa aina gani. Kwa mara nyingi tunataka kuona wazungu wamefika ili watupe msaada. Mungu hana pendeleo. Sisi tunaweza kupeleka msaada kwa wazungu kama tutasimama katika haki. Bwana asifiwe. Sisi tunaweza kupeleka msaada huko kwa wazungu, sisi tuletewe. Sisi tuna uwezo wa kupeana. Sisi tuna uwezo wa kugawanya. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikasema hivi, hao watu wamekaa hapa wana njaa, utawapa chakula gani? Na watu ambao wamebarikiwa maana wanamtii Mungu walitoka mbio. Na dakika kidogo naona maboksi ya maziwa. Zilikuwa boksi gani? Maboksi za maziwa zimesimama. Wanasema watu, umesema watu wanajaacha tuwashibishe. Na hiyo ndio haki ambayo Mungu anataka amuone nayo ili akapate kukubariki. Bwana asifiwe. Unajua unaweza kuomba baraka siku nyingi na miaka mingi. Maana hata pale ulipo uliomba baraka siku ngapi mpaka unazeeka uzione. Kwa sababu umekataa kufanya haki. Na umeziomba miaka mingi. Watoto wako wameziomba. Na wachukua wanaomba. Lakini kama maisha yako hayatabadilika, utaanza kufanya
unafanya kazi kwa kung'ang'ana na ukijaribu unafilisika, maana hujamtii Mungu, humjui Mungu. Kila siku nakuwa mtu wa kuombewa, kwa sababu kile anachojaribu kinaharibika. Nyumba imejaa shida, imejaa mapepo, imejaa dhiki, maana umekaa katika mapepo. Bwana asifiwe. Tukatembelewa na Kenya, tuna bwanako wa Kenya. Subiri nilipoomba, ile mama alitoka kule katika kwa kama pesa. Sasa nikaona mimi kaachana naye, na akaenda sana. Asubuhi alitafuta pale na kati. Anaambia mchungaji, mimi nilikuja jana na huyu mwanangu, lakini sijaokoka. Mimi babangu ana majini, ameazika, japo alikufa lakini amezikwa. Ndugu zangu ni matete, watu wangu hawakai, mimi sijaokoka, unanisaidiaje? Ambia njoo baada ya jioni utaokoka. Sasa kuombea hapa nyumbani njoo. Kama uliza umebeba nini? Anasema jambo la kwanza, nina dawa nyeusi. Kamwambia niletee. Nyingine nina zile shanga zile za mapepo, pia niletee jioni. Nyingine nina kola, kamwambia niletee. Nyingine nina nguo ambayo nikivaa potea wa. Kamwambia niletee hiyo mimi. Nyingine ni kozi zimebaki nyumbani, anasema ataomba zitaharibika. Nyingine sasa kataja, kamwambia niletee. Kamilete kanisani na jioni. Kwa ibada ya Jumaa. Kwa Jumatatu. Kwa ibada ya Jumatatu. Najua watu wengi tutaanza kwenda nje. Ibada zote tunazifanyia kanisani jioni. Kamilete. Na tuligusa vile vitu zilijali fungo. Sasa nilipomwangalia, nashika ile nguo ambayo akivaa anapotea, anataka avae apotee. Wapo. Tukakichua mpaka sasa anaokoka vizuri. Anaokoka vizuri. Kwa sababu katika ulimwengu sio kupigana na mwili, ni wafalme na mamlaka wa yule ambaye atatenda haki. Na toka alifanya, labda angefanya hapo wengine wangekibia. Maana alifanya vituko vikubwa. Wengine wangekibia. Lakini kwa sababu hatupigani na mwili, ni kutenda haki ya Mungu, kutenda mapenzi ya Mungu, kusimama katika Mungu. Biblia inasema wakati Mungu anapokukubali, tarajia chochote ambacho unahitaji kitafanyike. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama unahitaji mke utapata. Kama unahitaji mume utapata. Kama unahitaji fedha utapata. Kama unahitaji mali utapata. Kama unahitaji biashara utapata. Chochote unachohitaji wakati umesimama katika misingi ya Mungu, Biblia inasema ataachilia. Bwana asifiwe. Yule mama Boki, yule mama alikuwa anaitwa Boki. Si Boki wewe. Yeye naye anaitwa Boki. Ingreso kuzidi. Na sema mimi nisimame tu nivae nguo. Mimi nilikuwa nafikiria ni sinema zile ninaangalia. Kumbe ni reality. Vitu kama hivyo huwezi kupigana na mwili. Mpaka usimame katika haki. Mpaka usimame katika Mungu. Na unaposimama katika haki, chochote unachotaka Mungu ataachilia. Chochote unachohitaji Mungu ataachilia. Unapohitaji mali Mungu ataachilia. Unapohitaji kuponywa Mungu ataachilia. Kwa sababu Mungu yuko tayari kukubali mchana wa leo.
nataka tuimbe wimbo. Twende kwa Yesu mimi nawe. Na tayari tuna mambo mengi leo.